ambapo mwenyeji wake John Paul Mwirigi ambaye ndiye mbunge wa eneo hilo amezungumzia kuendeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo kufunguliwa katika kituo cha Huduma Center katika mji huo wa Igembe Kusini, ikiwa ni miongoni mwa miradi yake, akiendelea kusifu kwamba ataendelea kuweka miradi mingi ya maendeleo katika eneo hilo ambapo ni moja ya yale maeneo bunge katika kaunti hiyo ya Meru. Lakini wakazi kaunti ya Embu wanajiandaa vipi kwa ziara ya Rais William Ruto eneo hilo mnamo siku ya Ijumaa? Rais anatarajiwa kuzindua miradi kadhaa ikiwa ni pamoja na soko la kisasa la kima cha shilingi milioni 700 mjini Embu na bwawa la Kamburu huko Mbeere Kusini. Mara ya mwisho Rais kuzuru kaunti ya Embu ilikuwa ni miezi 5 iliyopita kwenye hafla ya kutawazwa kwa askofu mpya wa kanisa Katoliki jimbo la Embu, Peter Kimani. Wakati huo alizomewa na wananchi alipokuwa anatoa hotuba yake. Kwa sasa wakazi wengi wanaonekana wakiwa na mtazamo tofauti, wakihoji kwamba ni wakati wa kuweka siasa kando na kuzingatia utoaji wa huduma. Tunajua tuko na miradi unataka kukuja kutumalishia na kutufungulia. Tuko na hii soko ya Embu hapa town na tunatarajia rais wetu unakuja ndio utufungulie hiyo soko ndio ikamilishe. Kuna maji ya barabara mingi, kuna miradi ya barabara na tunajua unaweka rami karibuni. Tungetaka utumalizie hiyo miradi sababu sisi watu wa Embu ile tunataka ni maendeleo. Tunangoja president kama watu ambao wanatarajia maendeleo kutoka sasa mpaka 2027. Tukingoja president tukiwa kwa mrengo fulani wa kisiasa ama watu ambao maybe hawamtaki, sijui wengine tukue ni watu ambao tumepewa pesa kwa sababu ya siasa ama kwa sababu ya kupiga kelele ama kwa sababu ya kutomshangilia, basi sisi tutawachwa nyuma kima. Tunakaribisha rais wetu huku Embu, akuje huku Embu sababu kitu ya kwanza rais wakati alikuja kutuomba kura alisema Embu ni sehemu yake. Kwa hivyo vile alisema Embu ni sehemu yake, amekaribishwa akuje ili aweze kutumalizia ile maendeleo tuko nayo. Tuko na maendeleo mingi sana, tuko na soko na tuko na mambo mengi. So tunasema tafadhali Ruto, sikiliza matakao ya watu wanalia ukweli. The problem is here. Kila mtu analia. Me myself I'm a graduate lakini sipati kazi, nauza karatasi to satisfy my needs. Mradi wa ujenzi wa soko la Ngoliba huko Thika umesitishwa ghafla baada ya serikali ya kaunti ya Kiambu kupata agizo la mahakama